خطبة yetu ya leo bimashiati Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa haula ayatin fil Qur'an. Anasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika suratu Az-Zukhruf aya ya 67 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Anwani yetu ya leo biidhnillah albari itakuwa katika aya niliyotanguliza ambayo ni muhimu sana katika maisha ya Muslim, katika maisha ya Muislamu na katika tabia ya bani Adam. Ni lazima akuwe na mtu wa karibu, lazima akuwe na sahib warafiq walqarin, na huyu mtu ambaye ako karibu na yeye wanachukua muda pamoja katika kila uchao ya maisha. Uwe bado uko mtu mdogo, kijana mdogo, binti mdogo, mpaka katika kubalighi kwako, mpaka kuzeeka kwako. Min tabi'ati bani adam an yakuna lahu sahiban wa rafiqan. Maadama ni katika tabia ya bani adam kuwa na mtu sahib na rafiq. Je, Uislamu umefundisha vipi katika kuwa na yule asahib wa rafiq? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema vipi katika Qur'an? Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amepeana mafunzo yapi katika hii anwani yetu ya leo? Ayuha alahibba, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema al-akhillau yawma'idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Wale watu ambao wamekuwa pamoja fi hadhihi dunya sio kwa sababu ya khair na taa, bali walikuwa pamoja kwa sababu ya maasiya na mambo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haimridhishi. Watu kama hao ifikapo siku ya kiyama watakuwa ni maadui wao kwa wao, illa harfu istithna. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia almuttaqin. Almuttaqin ni kina nani? Waja wazuri, wale ambao yuti'una Allah wa rasulahu, ya'muruna bil ma'ruf, yanhauna 'anil munkar. Akhilla ambao walikutana na wakapendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hao ndio watakuwa wenye kuokoka na wenye kupona katika hiyo siku ya kiyama. Ayuha alahibba, ilitokea wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akiwa Makka na Quraysh. Kuna jamaa alikuwa anaitwa Uqba bin Abi Mu'ayt. Huyu alitengeneza walima ya chakula katika nyumbani kwake na akaalika watu, na miongoni mwao alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na huyu jamaa hakuwa mu'min wala hakuwa muslim,
hakuwa amesilimu. Binaan ala hadha akasema Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mimi sitoweza kuhudhuria wala katika kuchangia katika kikao kile ya kukula, ila wewe Uqba uchukue shahada na uniamini, umuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na uniamini mimi kama Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ya kuamini mtume wa Mwenyezi Mungu. Kisha akasilimu, akakubali, na watu wakakula. Baada ya muda, ayuha alahibba, marafiki zake wakakuja, wakiwemo Umayya bin Khalaf na kina Abi Jahl. Wakasikia kwamba Uqba amesilimu na alimfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walikasirika na ikawaudhi. Wakamwambia, kivipi unamfuata na unamwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na unaacha mila ya wazee wako? Toka katika Uislamu na urudi katika kufri. Basi wale jamaa wakamtoa katika Uislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kisa kama hicho aya ziliteremshwa katika suratul Furqan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. صدق الله العظيم. هذه آية أيها الأحبة anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, siku ambayo adh-dhalim atauma kidole chake, yakulu, asema, ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila, laiti ningechukua usukani na njia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, laiti singemchukulia mtu fulani akuwe rafiki yangu, ambaye ilikuwa ni Umayya bin Khalaf. Laqad adallani ani dhikri ba'da idja'ani, hakika amenipotosha na kunitoa katika njia ya haq ya kuamini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wal Qur'an. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Angalia ayu alahibba, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaelezea vile watu wanajuta siku ya kiyama. Ikifika wakati al-hashr wal hisab, yule rafiki yako wa karibu ambaye alikupotosha, basi wewe unakuwa mwenye kujuta, na yule ambaye amekufanyia ashan na khairat na kuweka katika njia ya khair, basi anakuwa ni mwenye kukupea wewe manfaa. Kivipi? Watu ahlun nar wakishaingizwa motoni, wanajaribu kuwatafuta wenye kuwaokoa katika marafiki zao, wanasema fama lana min shafi'in wala sadiqin hamim. Kiangalia katika suratul Ahzab, Mwenyezi Mungu anasema, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أيها الأحبة,
kuwa na rafiki mzuri ni chanzo cha wewe kuwa mtu mwema. Ukitaka kumjua mtu, ikiwa yeye ni mtu mzuri mwenye adab wal akhlaq al hasana wat tayyiba, basi angalia mtu ambaye yuko karibu na yeye. Anatuambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika kufunza umma, akiwaambia masahaba ridwanullahi alayhi, almar'u ala dini khalili, mja na mtu yuko katika mila na katika tabia na mazoea ya yule mtu yuko karibu na yeye. Falyanzur ahadukum man yukhalil, mmoja wenu azingatie sana, atizame sana nani yumfanya awe rafiki yake. Hii ni mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa masahaba na kwa umma. As-suhbatu salihah, ikiwa umepata urafiki nzuri, inakuwa ni sababu ya mahabbatillah, kama ilivyokuja katika hadithi al-Qudusi. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wajabat mahabbati lilmutahabbina fiya, mahabba yangu imekuwa wajibu kwa wale waliopendana kwa ajili yangu. Ayuha alhibba, as-suhbah as-salihah ni'matun 'azimah عرفها السلف الصالحون حق قدرها. kuwa na rafiki mzuri, as-salaf, waja wema waliotutangulia, walielewa maana na umuhimu ya kuwa na rafiki wa karibu ambaye ni rafiki mwema, mtu ambaye anakusukuma fi babil khairi wal hasanat. Akiona jambo la khair anakuambia basi tuchangie, kuna msikiti unajengwa hapa, kuna mayatima wako hapa, angalau tuweke sadaka yetu kidogo. Mimi natoa kiwango niko nalo, basi wewe pia ongeza lako. Mtu ambaye anakuambia adhana iko karibu, jamaa isitupite, angalau tupate rak'a 4 msikitini fi jamaa, tondokeni twenzetu msikitini. Mtu ambaye anakuchukua ila fi'li alkhairat wa tarki almunkarat wal muharramat, kinyume na yule rafiki ambaye anakupoteza na anakuwa katika ile laini ya nafsi wa shaitan. Ikiwa kuna khairi wataka kuchangia, atakwambia basi labda wacha tujipange, tutajaribu kutoa sadaka next time. Sasa uchumi uko chini, hatuna uwezo, wewe mwenyewe waona mahesabu yanavyoenda, acha tutatoa mara nyingine. Mtu ambaye ukimwambia tuende tukasali msikitini fi jamaa, anakuambia tunaweza tukasalia hapa hapa, sisi wenyewe tuko wawili watatu, mtafute Muhammad atoke hapa karibu, tuje tufunge jamaa. Sasa tuko watatu, atupeleka msikitini kule watu 200 400. Haelewi ile fadla iliyoko jamaa ikiwa kubwa na kusali katika baitin min buyutillah. Kwa hivyo ayuha almuslimun, suhba as-salihah ni kitu muhimu sana katika maisha ya muslim na katika maisha ya muislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, muogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na muwe pamoja na wenye kusema ukweli. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka pamoja kusema ukweli na taqwa Allah?
kwa sababu wewe huwezi kuwa mtu wa kusema ukweli ikiwa humchi na humuogopi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mu'min anafaa akuwe na karibu na yule mtu ambaye anamkumbusha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mtu ambaye anamkumbusha al-akhirah wal janna wan nar, mtu ambaye anamkumbusha adhab al-qabr wa adhab jahannam, mtu ambaye ukiwa na yeye unajihisi unapata raha nafsia wa tumanina fil qalb, kinyume na mtu ambaye ukiwa na yeye basi yeye akiwa na stress na wewe uko na stress, akisota unasota, akiwa na njaa uko na njaa, akija msikitini kusali asipojisikia kuja msikitini kusali pia wewe uko hivyo hivyo ujisikii, yualala sana pia wewe walala sana, wakosa jamaa salatul fajr uko na yeye hivyo hivyo, amekuambukiza mpaka unakuwa na tabia ya ile akonayo. فعلى المؤمن أن يصاحب أهل الخير وأصدقاء طيبين مصاحبة طيبة. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiji yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أنا أنبيو متوم محمد صلى الله عليه وسلم كنا صبرا واصبر نفسك. ni vigumu sana ukiwa na rafiki mzuri anayekuelekeza katika mambo ya alkhairat wal ibadat, nafsi na shaitani inakukataza, kuna mambo mengi yanakunyima ukuwe na yule mtu wa karibu, mtu mzuri. Kuna adui ya shaitan ayuha alahibba. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anaambiwa nini? wasbir nafsak ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi. Kina nani hawa wanamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asubuhi na jioni, wanahudhuria salatu al-fajr, wanawapata salatu al-asr, wanawapata msikitini salatu al-maghrib wal-isha. wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal-'ashiyyi yuriduna wajha wala ta'du 'aynaka 'anhum. Usijaribu kuwatoroka hawa marafiki wazuri, waja wema, watu wazuri. Always keep yourself with them. Usijaribu kuwatoroka wala usijaribu kuwaacha. turidu zinata alhayati ad-dunya. Ayuha alahibba, tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala biasma'ihi alhusna wa sifatihi alulya atujalie tuwe na marafiki wazuri fi hadhihi dunya, ambao watakuwa wenye kutufaa fi yawmin la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.